Karibu Tabora, karibu Toronto. Kwanza mimi napingana nao hao wenye mtazamo kwamba eti watu wanaofanya shughuli za kilimo ni wale tu ambao pengine ni masikini ama watu ambao wako hohehahe, na wakati mwingine wamevaa mavazi pengine yaliyochoka, na kwa sababu hiyo mtu mwingine akiwa pengine smart kidogo, basi wanasema huyo hiyo kazi haimfai. Mimi naamini kazi zote ni za kwetu, na kikubwa unajipangia muda tu na mazingira yoyote yanayokuruhusu wewe ufanye kazi hizo. Kwa mfano unatoka kazini saa 9 na dakika 30 alasiri, una uwezo kabisa wa kupumzika kama nusu saa hivi ama risali moja, na baadaye saa 10:30 unaweza ukaanza kufanya shughuli ndogo ndogo. Hiyo ina faida pia hata katika kulinda mwili. Kuanza kwa mvua za masika mkoani Tabora kumeleta faraja na matumaini kwa wakulima wengi wa mazao ya chakula na biashara, akiwemo mkulima huyu Lucas Sachuma ambaye licha ya utumishi wake ndani ya kanisa anatumia likizo yake kuhakikisha mazao yake yanamea vizuri kwa kuzingatia mbolea na palizi ili kupata mavuno yenye tija. Kilimo pamoja na shughuli za ufugaji ni shughuli ambazo zinamuingizia kipato mtu yeyote yule ambaye ataamua kufanya kwa ufanisi na kuweka muda wake wa kutosha. Mimi nimeona hiyo katika maisha yangu. Kila mwaka ninalima mahindi na ninafuga kuku na ninaona matunda ya kazi hizi zote mbili. Lakini kwa mwaka huu 2025 2026 tuliambiwa na watu wa mamlaka ya hali ya hewa, pamoja na hivi karibuni nimemsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza na baadhi ya wakuu wa mikoa juu ya hali ya hewa ya mwaka huu, kwamba mvua ni chache, na alitaja baadhi ya mikoa ambayo itaathiriwa na hali hii, ikiwa ni pamoja na mkoa wa Tabora. Kwa hiyo wameshauri sana tulime mazao mchanganyiko. Ulime mahindi sawa, lakini unaweza kalima mihogo, kalima na viazi, kalima na maharage na mazao mengine ambayo ukikosa upande mmoja utapata upande wa pili. Tunamshukuru Mungu kwamba katika mkoa wa Tabora katika wiki hizi mbili kuanzia tarehe za mwanzo wa mwezi wa 12 mpaka wakati huu tuliopo sasa tunaelekea Christmas, tumepata mvua za kutosha. Tunamshukuru Mungu sana. Katika kipindi hiki cha mvua za masika, swala la usafi na utunzaji wa mazingira ni muhimu sana katika eneo linalozunguka shamba lako pamoja na pembezoni mwa nyumba yako. Tunafanya usafi wa mazingira na hasa kipindi hiki cha masika ili kuondoa mazalia ya mbu na wadudu wengine watambaao, kwa sababu unapoacha majani yanakuwa marefu sana, kunakuwa kuna mbu wengi na kunakuwa kuna wadudu wanakimbilia kwenye maficho hayo, na kwa mfano nyoka, nge, lakini hata hao mbu wenyewe ambao sasa wanaweza wakaingia ndani ya nyumba kiacha mlango wazi kidogo, na baadaye watawaletea malaria. Na ndio maana tunasisitiza sana usafi wa mazingira katika maeneo ambayo tunakaa. Si ajabu wala jambo la kushangaza pale utakapokutana na mtu anayetumia likizo yake katika kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka kushika jembe na kuhudumia mazao yake kama afanyavyo ndugu huyu. Ni rai yangu kwa wananchi wote kwamba tujikite kwenye shughuli za kilimo, na hasa wale ambao wamepata mapumziko kutoka maeneo yao ya kazi. Hasa ni wakati ambao wanaweza wakawekeza nguvu zao na muda wao kwenda kulima na kutazama mashamba yao, na bila shaka wataona manufaa yake. Karibu Tabora, karibu Toronto.